Ndugu zangu waandishi wa habari, nimewaita leo hapa kuja kuzungumza baadhi ya mambo mawili matatu ambayo yamekuwa yanajiri katika tasnia yetu ya mpira wa miguu kwa muda wa wiki moja mbili hapa Tanzania. Kwanza, jambo la kwanza, baada ya sisi kamati ya utendaji kupitisha kanuni mbalimbali kama ulivyo utaratibu, kila baada ya ligi kuanza tunapokea maoni na marekebisho ya kanuni za uendeshaji wa ligi zetu mara kwa mara kutoka kwenye bodi ya ligi, na bodi ya ligi baada ya kuwa na vikao na wadau wake ambao ni vilabu, wanaleta mapendekezo na wakiyaleta tunayajadili, lakini na sababu za msingi kwa nini mabadiliko haya yanafanyika, basi huwa tunabariki kama kamati ya utendaji. Na tukishafanya mabadiliko hayo na kamati ikishapitisha hizo kanuni zinakuwa zinatumika kwa kipindi cha msimu mzima, na kama kutakuwa na marekebisho kutokana na changamoto mbalimbali katika utekelezaji kwenye msimu huo, huwa zinabadilishwa msimu unaofuata. Kwa katika mambo ambayo yamejitokeza kidogo yameonekana kuchukuliwa kwa hisia tofauti, ingawa kwa upimaji wetu tumeona kwamba limechukuliwa kwa uzito chanya kwa sehemu kubwa kuliko uzito hasi, ni suala la sisi kupitisha kanuni ya wachezaji 10 wa kigeni kucheza kwenye ligi yetu kutoka wachezaji 7. Utaratibu kama nilivyoeleza, utaratibu huu huwa unafanyika wa mabadiliko yote au sheria zote zinatoka kwenye vilabu. Kama tulivyoongea mwanzoni wakati na gombea nafasi hii kwamba nitatoa nafasi kwa wadau wenyewe, na nilisema kabisa kwamba katika jambo moja hapo katika kipindi changu nitahakikisha mpaka naondoka mchakato wa vilabu kuwa na mamlaka kamili wa bodi kusimamia ligi yao kwa 100%. Nataka wakati namaliza muda wangu yao yametimia kama yatakuwa yameenda kama kawaida. Kwa hiyo mojawapo ni hili la vilabu kufanya utaratibu wa kuandaa marekebisho yao, kanuni zao wanazotaka wao wenyewe, kujadili wenyewe na kutuletea sisi. Kwa hiyo kwa hali hiyo tuliyapokea mabadiliko hayo, ingawa na sisi pia tulikuwa na shaka katika kuyajadili ndani yake. Nitaomba nizungumze vitu ambavyo vilabu vilijenga hoja na sisi tukayapitisha hayo mabadiliko. Baada ya bodi ya ligi kuleta mapendekezo, kulikuwa na majadiliano ya kina kuhusu kanuni namba 57, faida za wachezaji wa kigeni kama ifuatavyo. Kibiashara, ligi kuu ya nchi inapokuwa na wachezaji wengi wa kigeni inavutia uwekezaji mkubwa kama kampuni mbalimbali, kwa sababu ligi inakuwa na mvuto na ushindani mkubwa. Lakini pia ligi yetu itakuwa inafuatiliwa kwenye nchi nyingi ambazo wachezaji wanatoka, na kuweza kutanua wigo wa kibiashara na kuweza kupata wadhamini katika sehemu pana zaidi ya kujitangaza. Kwenye ukuzaji wa programu za vijana, inapokuwa kwenye ligi yenye mvuto, ina maana uwekezaji unakuwa mkubwa na mapato ya ligi yanaongezeka, kwani wenzetu walioendelea faida inayopatikana kwenye ligi ndio inasaidia katika kuwekeza katika maendeleo ya programu za vijana. Na ndio maana wachezaji wa kigeni wameisaidia ligi kuu ya England, na wote ni mashahidi kwamba programu za vijana za wale vijana ambao wamechukua under 17, under 20 ndio walikuwa kwenye timu ya taifa ya Uingereza ambao imejaa wageni kwa asilimia zaidi ya 80 wanacheza pale, na ndio ambao wamekwenda mpaka wamekuwepo kwenye top 4 ya kombe la dunia. Kiufundi, wachezaji wetu watapata nafasi ya kuboresha viwango vyao vya uchezaji kwa kukutana na wachezaji ambao wana viwango vyenye ubora zaidi. Lakini pia uwepo wa wachezaji wa kigeni utasaidia vijana wetu kujifunza kuwa mpira ni kazi, hivyo kuhakikisha wanatunza viwango vyao. Hili ni jambo wala lisilopingika. Bado vijana wetu hawajaona kwamba mpira ni kazi, wanaona kwamba wanawachezea viongozi, hawajui kwamba wakicheza wao kwa bidii nao wanaweza wakatoka wakaenda wakacheza nje na wakaweza kupata mishahara minono. Kuhusu timu ya taifa maendeleo ya mpira wa miguu yamebadilika sana. Vikosi vya timu za taifa vimekuwa vikitegemea wachezaji wanaocheza
ligi zenye ubora wa juu, wakiamini wachezaji wanaocheza ligi hiyo wanapata ushindani mkubwa na wanaweza kushindana. Mfano tunao kwa wachezaji wetu wanaocheza ligi za nje, wengine waliondoka muda mfupi tu, lakini walivyorudi wakawa ni tofauti ya wale ambao wameondoka. Lakini pia tukitoa mfano wa vikosi mbalimbali vilivyoshiriki mashindano ya Kombe la Dunia, Misri kwenye kikosi cha kwanza kilichoanza kulikuwa na wachezaji 4 tu wanaocheza ligi ya nyumbani, na ikizingatiwa ligi ya Misri ni miongoni mwa ligi bora tulizonazo katika bara letu la Afrika. Nigeria yenye kikosi cha kwanza walichokuwa wanaanza kulikuwa hakuna mchezaji hata mmoja anayecheza ligi ya nyumbani. Senegal yenye kikosi chao cha kwanza kilichokuwa kinaanza kilikuwa na mchezaji mmoja tu anayecheza ligi ya nyumbani. Morocco yenye kikosi ambacho kimeshinda CHAN mpaka mfungaji bora wa mashindano yale Ayub El Kabi pia hakupata nafasi ya kucheza full kwenye Kombe la Dunia. Ni wachezaji waliokuwa wanacheza nje ya ligi za Morocco ndio peke yao ambao wameweza kucheza kwa muda wote kwenye Kombe la Dunia. Lakini mfano wa timu mbili za Ubelgiji na Ufaransa, pia wachezaji wao wengi wanacheza ligi za nje. Ufaransa ambao ndio mabingwa walikuwa wanaanza na kikosi cha kwanza kikiwa na wachezaji 2 tu wanaopata nafasi ya kuanza ambao wanacheza kwenye ligi ya Ufaransa ambao ni bora. Lakini Ubelgiji pia kwenye kikosi chao cha kwanza timu ya taifa kulikuwa hakuna hata mchezaji mmoja aliyekuwa anaanza ambaye anacheza ligi ile ya Ubelgiji ambao hata sisi tuna star wetu kule anacheza Samata. Hii inatupa fundisho kwamba ili tuwe na kikosi imara cha timu ya taifa ni vyema tukawekeza kwa wachezaji wetu kuweza kupata nafasi za kucheza ligi za nje ya nchi yetu ili kwenda kucheza kwa ligi za ubora, na hata wanaporudi kushindana na timu nyingine wanakuwa wamepata uzoefu ambao utatusaidia. Lakini pia tukizungumzia suala la wachezaji wa kigeni, wachezaji wa kigeni wanapokuja kucheza kwenye ligi yetu wanalipwa mishahara ambayo pia ni chanzo cha mapato katika nchi yetu, lakini pia wanalipa ada mbalimbali za kupata vibali vya kufanyia kazi na residence permit ambazo zote wanazilipa na zinaongeza wigo wa vipato vyetu. Na mishahara ya wachezaji wetu wa nje hawa inatofautiana na wachezaji ambao wametoka ndani ambao kiwango kikubwa wanalipwa posho. Lakini pia tulikuwa na takwimu za mwaka jana, kulikuwa na wachezaji 40 wa nje waliosajiliwa ambao ni sawasawa na 8.3%. Hivyo wachezaji wazawa katika ligi walikuwa zaidi ya 90%. Ni kuonyesha kwamba ligi yetu ina namba ya wachezaji wazawa wa kutosha na kwa idadi ya 90%. Lakini pia tulikuwa tumebakisha siku 3 zoezi letu la usajili kulifunga. Ligi yetu, timu zetu ambazo zimesajili wachezaji wa kigeni ni timu 8 tu mpaka sasa, na tuna siku 3, na idadi ya wachezaji hao ni wachezaji 32 kwa idadi ya wachezaji 14 wapya na 18 wa zamani. Lakini hawa 14 pia hatuna uhakika kwamba tutawapitisha kuchezea ligi yetu, kwa sababu mwaka huu tumeweka msisitizo mkubwa kuangalia vile vigezo ambavyo tumeviweka. Kwa hiyo kamati ya sheria na hadhi za wachezaji itakapokuwa inapitia itaangalia vile vigezo ambavyo tumeviweka, je, vimefikiwa ili kuweza kuwaruhusu kucheza ligi yetu. Kwa idadi ambayo ipo sasa hivi, sitawatajia idadi ya wachezaji majina gani au ni kwa sababu wenyewe vilabu ndio vinasika kutangaza, lakini pia kuna eneo la pingamizi. Lakini katika maombi tuliopokea, Simba tumepokea maombi 8, Yanga tumepokea maombi ya wachezaji 2, Azam 6, Singida 5, Biashara 4, Stendi 4, Mbeya City 1 na KMC Kinondoni Municipality tumepokea 2. Katika timu 20, timu 8 tu ndizo ambazo zimekuwa na wachezaji hao, na pia hawajafikia idadi ile 10 ambayo tumehitaji. Kwa sababu pia hata sisi kuna kiwango ambacho kila mchezaji wa kigeni anatakiwa alipiwe ili kiweze kwenda katika kuboresha maendeleo ya ligi za vijana. Kwa hiyo
Kwa muda huu wachezaji walioombewa kibali ni 32, lakini hatuna uhakika kama wote 32 wataweza kupita, kwa sababu tutazingatia vile vigezo. Vigezo vitazingatiwa kwa hawa wapya, kwa sababu wale wengine tayari ambao wana mikataba hatuwezi kuja kuivunja hiyo mikataba na wameshacheza tayari ligi zetu, lakini wale wapya wanaweza wakapungua, na tuna uhakika kwa siku chache zilizobaki hizi wachezaji hawa tuna hakika hata mwaka huu watakuwa chini ya 40. Tumepokea maoni tofauti ambayo yanatutaka na baadhi ya maelekezo kwamba tufute kanuni hii. Kwa utawala bora, kanuni hii hatuwezi kuifuta. Tumesema tuitolee maelezo haya ili yaonyeshe msingi wetu wa kukubali, lakini pia ionyeshe kutokana na utawala bora inabidi hili swala lirudi kwenye vilabu, na kutokana na uzoefu tutakaoupata katika uendeshaji wa ligi, vilabu vyenyewe pia vitajitafakari, vitaangalia, lakini na nyinyi kama wadau pia mna nafasi ya kutupa mawazo yenu wakati ligi inaendelea, kuangalia mchango wa wachezaji hao wa kigeni na athari ambazo mnaziona zitakazokuwepo, ili msimu unaokuja wakati wa kufanya marekebisho ya kanuni za ligi hizi tuweze kuyazingatia maoni ambayo tutayapata. Na yote mwenye maoni yake ni vizuri akatuletea, na tuko tayari kuyapokea, na tunaheshimu maoni kwa sababu ndio utaratibu ambao unatakiwa kwenye utawala bora kusikiliza, isipokuwa